Esha, sikia nikwambie. Hebu tuachane na hilo jambo. Haya, niambia ile tuma text jana alikuwa ni nani? Lakini swala la message ile tuliongea. Na tuliyamaliza baby. Unarudia tena? Tulimaliza? Yaani tulimaliza kirahisi hivyo? Si tulikubaliana uende urudi uniletee majibu leo? Ni nani aliyokutumia text jana na alikuwa na issue gani na wewe? Hapo mbona sikuelewa unanibadilikia? Kwani vipi? Shida nini? Unanitishia, maana yake unanitishia maisha, unanitishia amani au mimi sielewi kwani nini? Kwani nini? Wewe, nahitaji ukweli. Usijifiche kwenye kichaka nimebadilika. Esha, mimi ni mbaya wewe. Nitakulamba mpaka mavi. Usilete mambo ya kijinga. Nitakuharibu wewe mwanamke wewe. Nitakuharibu, usije ukacheza na mimi wewe. Nitakuharibu. Wewe unipige. Kama usini wenye ndoa basi bana. Mimi siwezi. Maisha hivi siwezi. Mbona tuachane? Hello. Kwa majina naitwa Aisha. Ni mwigizaji mpya katika group la Star. Nipo katika uongozi wa director wangu Shmaida. Napenda kuchukua fursa hii kuwaombeni wa Tanzania wa filamu zote, yani wa Tanzania wapendwa wa filamu, waangaliaji, waigizaji, mnipokee katika ujio wangu mpya wa filamu. Ila upya wangu usiwe tija kwa hofu aidha kuwa na mashaka na mimi. Nina hakika na ninachokifanya. Katika tasnia hii ya filamu nina mambo mengi mazito na mazuri. Kikubwa naombeni support yenu Tanzania, naombeni sana, naombeni support yenu. Naombeni msichoke kuniangalia, msichoke kufuatilia tamthilia zetu katika YouTube channel yetu katika channel ya White. Mule ndani mtakutana na filamu moja, Jeraha la Ndoa. Ndani ya Jeraha la Ndoa nimesimama vizuri katika maudhui yangu mule. Hakika utakutana na kitu kizuri kipya ambacho na imani haujawahi kukiona na wala haujawahi kukutana nacho. Karibuni. Nadia. Vipi shemeji? Hajarudi? Maana maneno tuliyoongea hapa sio poa. Hata kama yupo. Kwani haya mambo yanamhusu nini? Si mambo ya wanawake haya jamani. Anataka na yeye kijola. Oko! Aise. Mbona moto utaaka dada? Mimi nakuhakikishia mkiona nimempoteza hali, jua na mimi mmenipoteza. Siwezi kukubali shangazi nikampoteza hali kirahisi tu. Ati Sala, mbona umefika mbali mwanangu? Tatizo ipo hivi. Yaani kaka Kapulilo ni mkorofi mwanangu. Baba yako ni mtu mmoja mkorofi hatari. Hapo alipo kwanza haelewani na ndugu hata huyu. Hakuna ndugu anayefika kwake wala yeye hata hapa kwangu tu hapa. Hajagi hapa afikagi. Yaani toka alivyofariki mama yako, kaka alikuwa kama vile kavurugwa hivi kidogo. Hakutaka kwanza ndugu aina yoyote akuchukue wewe aende ukakae kwa ndugu. Kaka hilo swala kwake lilikuwa hataki kabisa. Kwa hiyo yani amehangaika na wewe. Kwa akitaka kwenda kazini anakubeba. Akirudi ana shughuli zake anakubeba. Kahangaika na wewe paka umekuwa. Umekunywa maziwa ya ng'ombe wewe mpaka umekuwa mkubwa.
Kwa sasa swala la wewe kuwa na mahusiano, hicho ni kitu ambacho babako anakipiga vita sana. Lete matunda yangu. Anaelewa kabisa kuwa ukibebwa na mwanaume uende kwa mwanaume utaenda kupata shida. Hasa na ndio kitu kwake hakitaki. Hata kama shangazi, ila isifikie tu ya kuchaguliana wanaume wa kuolewa nao. Mimi nimemwona Ali ndo anayefaa, ndo anafaa kuwa mume wangu. Ila sio baba kunichagulia mwanaume ambaye anaweza kanioa. Shangazi, mimi siwezi. Kama anitaki anaambie tu niondoke. Uondoke uende wapi mwanangu? Hebu nyamaza afu nisikilize. Mimi nitakwenda kwa baba yako, nitaenda nikaongee naye. Swala la kukukataza wewe mahusiano, hilo kaka Kapulilo anakosea. Wewe sasa hivi umeshakuwa ni binti, una uwezo wa maamuzi yako, unajichagulia mtu unayemtaka. Alafu zama za sasa hivi hatuwachagulii watoto wanaume. Tukwaga zamani sisi ndio kwa tunaozeshwa. Mwanaume atakayemtaka baba yako ndio atakayeolewa wewe. Jamani, leo sio kuzuri. Ngazangu kimenuka. Ngoja nitafute njia. Lakini kwa sasa hivi utandawazi, mnasema na wenyewe utandawazi. Unamchagua mtu unayemtaka. Tatizo yeye anajua hivi, yani kila mwanaume atakaye kufuata wewe atakuja kukuvurugia maisha yako, kukuvurugia ndoto zako, na hakuna utakacho kipata juu ya yule mwanaume. Lakini sio hivyo, yeye atakupa kweli, kakusomesha, anakununulia mavazi, anakupa pesa za kutembelea, kila kitu babako anakujali. Lakini kuna mambo mengine ni lazima na wewe ukiwa kama mwanamke una haki ukayafate kule. Yeye hana budi ya kukuwekea kabisa vizuizi eti wewe usitoke nyumbani. Ni kitu ambacho hicho kaka anakikosea. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Mimi nitamfuata Kapulilo, nitakaa naye, nitaongea naye, alafu atakachonifikishia tarudi nikwambie mtoto wangu. Ila maamuzi unaotaka kuyafanya anti sio sahihi. Pole, kuwa na subira, mimi nitaongea na baba yako. Sala, mimi nimekuita hapa. Kuna jambo nataka nikwambie. Jambo lenyewe sijajua utalipokeaje. Kuna msemo unasema kwamba msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ni bora ukweli unaumiza kuliko uongo unaofariji. Unajua mpenzi wangu, nimekusikiliza muda mrefu sana. Ila unaniweka njia panda. Hebu niambie, jambo gani hilo? Unajua, mimi na wewe tuna mahusiano ya muda mrefu sana. Na ndani ya mahusiano haya tumepitia changamoto nyingi sana. Changamoto tulizopitia mimi na wewe, kwa mwanzo sikufahamu chanzo ni nini. Esha. Jamani, ina maana unisikii wewe mtoto? Una nini lakini? Mama umeanza. Kuna nini? Jana nimekuambia kuhusu matatizo ya mdogo wako. Ukanijibu tutaongea asubuhi. Saizi unatoka mwanangu huyo unaondoka. Mama. Tunamsaidiaje ndugu yako? Mapenzi, hisia, mahaba, malavibrea visima nini. Mama, kaka yako Kapulilo unamjua? Kaka yako Kapulilo unamjua? Hakuna usichokijua kuhusu ndugu yako hata hiki? Nimejaribu kufuatilia. Nimegundua chanzo ni baba yako. Hivyo sasa nikaona ili nisilikalie kimya, nikuite uje hapa tupate solution ya hili jambo. Hivyo sasa, kuanzia sasa mimi na wewe naomba tuachane. Yule chizi
Tena chizi kiasoro kuvua nguo. Mama, huyo kaka yako mwenyewe ni mkorofi mtata juu ya mwana. Hatakaji kabisa mchezo na familia yake. Hatakaji kuingiliwa kabisa. Kama tu kipindi hicho, kimwanae hicho kilikuwa kichanga kidogodogo hivi. Alikataa mwanae asisaidiwe kulelewa. Chooni alienda naye, kazini alienda naye, sokoni alienda naye. Alitaka ulezi wake aufanye mwenyewe. Haya, wewe hapo kwake unafika? Wewe ndio dada yake wa damu, ndugu yake wa damu, hautakiwi hata kufika kwake. Sisi hatukanyagi na ndio kwa mjomba wetu. Yaani mimi naitwa Chani. Hapa tulipo au unamaanisha nini? Hebu nieleweshe. Sio hapa tulipo. Yaani tuachane tu moja kwa moja. Yaani sio hapa tulipo. Hebu unajua leo unaacha utani. Unajua utani kama huko kwenye mahusiano sio mzuri eh? Niambia kwamba unanitania. Nakutania? Mimi na wewe utani tumewaza lini? Au ushawahi kunitania mimi? Mimi sikutanii, ndio ukweli nakwambia. Yaani ina maana zamani yote nilio kuonyesha ndo malipo yake. Upendo wangu kwako haya ndo maana ya kunilipa. Jaribu kufikiria mimi na tumetoka wapi. Lakini leo hii unataka uingilie ulezi wake. Nataka uende ukamweke chini, umshaulishe kuhusiana na masuala ya mahusiano na mwanae. Si matatizo. Matatizo mahusiano. Kaangaika kiasi gani kumzomesha mwanae? Kasumbuka kiasi gani kumlea yule binti yake mpaka kufika pale? Mama, afu kingine, huyo Ali nani mama? Wewe unamjua huyo Ali? Unamjua Ali? Huyo Ali maskini, kapuku, mshenzi, mjinga, si kibenteni tu huyo. Wewe mbona uliliaga sana wewe? Haya wewe mapenzi, mbona umealilia sana? Lakini nilikuweka chini nikakusii, mwisho wa siku kanielewa mpaka sasa hivi umefikia hapa. Kwa hiyo mwanzo unamuona haya? Yaani unajua mpaka hapa hivi tulivyo mimi sieleoni na babangu. Unajua kumbe simsikilize rafiki yangu yoyote kwa ajili ya kulinda penzi langu. Unajua nimekataa wanaume wangapi kwa ajili yako? Unajua hivi upendo wote niliokuonyesha, samani, kila kitu nimekupatia ulichohitaji kwenye maisha yangu, alafu kwenye kipindi hiki kigumu nachokipitia nitegemea wewe ndo utakuja kuwa faraja kwangu, ila wewe ndo umekuwa sababu ya kutia giza kwenye moyo wangu. Mama, ilikuwa zamani. Mapenzi ilikuwa zamani. Sasa hivi mimi sioni mapenzi, sioni nini mapenzi, naona ujinga, ushenzi, upumbavu, bora nitafute hela. Ila iko hivi. Miaka yote nawaona tu. Na wewe huyo na kaka yako. Mkikaa hivi, mkizungumza, mkirumbana kwenye itilafu zenu zote, matusi, kashfa, dharau, kejeli zote zinakuja kwangu. Ila kwa tilipui, kaka yako akinitamkia kwenye mdomo wake kwa lolote, namvunjia heshima. Hivi kila siku nakuja kunambia tu sababu ni baba tuachane. Hivi unahisi ni rahisi kwangu unahisi ni rahisi kama unavyofikiria? Kama shida ni mahali, mimi nikwambia mimi nitakupatia pesa uende nyumbani. Sasa hebu niambie nini shida? Sawa, ulinipenda na mimi nilikupenda pia, lakini
haina haja ya kuendelea mahusiano wakati baba yako mimi hanipendi. Watu kimya kinakuja kutokea kitu gani hapa? Haiwezi kuwa rahisi kama unavyofikiria. Haiwezi kuwa rahisi hali. Ufikiria basi, kumbuka hata mazuri ya kwangu basi niliyokufanyia, au kama kuna kosa nimekutendea niambie, nitakuomba msamaha au nitajirekebisha. Ila sio kwa kuja kufanya maamuzi kama haya ambayo unayofanya mbele yangu. Yesi, moto wa gesi, sijui moto wa kifuu, sijui moto wa petroli. Sasa wewe, huyo kakako unamjua, Mbili Majinuni, shenzi chizi alishakosaga, sijui ilizilisha fyatukaga. Yaani unajua kabisa wewe ni moto, alafu wewe unachukua kiberiti, unaenda. Unaenda kabisa kwenye sheli unawasha kinalipuka. Sasa tilipui mama. Mama, sitaki kuhusishwa kwenye masuala yenu ya kifamilia. Sasa litafute, na ukilitafuta mama, hangaika nalo. Sitaki. Huyo mpuuzi tu bana. Acha roho mbaya huko. Matatizo ya wenzenu mnayadharau kama nini? Wewe mbona kwako aga na yasimamia kidedea na kusaidia? No. Haiwezi kuwa rahisi. Afu huwezi ukajali upendo wa baba. Yule ni baba. Natamani kuwa baba tu. Jali upendo wa Sala. Jali Sala yule ambaye yuko mbele yako, anayejua umuhimu wako. Baba hawezi kuwa chanzo cha kuvunja mahusiano yetu. Hawezi hali. Baba yako ndio kila kitu kwako. Baba yako ndio kakusomesha. Baba yako ndio kasababisha upate kazi. Pia unasamani kwa baba yako. Sasa nije niharibu familia. Kisa mimi? Basi yani. Basi. Basi yani.